Nilizaliwa gizani bila mwanga wa asubuhi. Maisha yangu safari yenye vikwazo na huzuni. Magonjwa yakagonga mlango, nikashindwa kujizuia. Nikiota mapenzi yatakuja kunipa nguvu mpya. O mzungu. Nilizaliwa gizani bila mwanga wa asubuhi. Maisha yangu safari yenye vikwazo na huzuni. Magonjwa yakagonga mlango, nikashindwa kujizuia. Nikiota mapenzi yatakuja kunipa nguvu mpya. O mzunguko wa maisha ni kama upepo baridi, unanigusa alafu unanipita bila huruma. Magonjwa na mapenzi vimenifanya nikafifia, lakini moyo wangu bado unatafuta njia. Nilitembea barabarani nikikanyaga mawe makali. Kila hatua ni jeraha, lakini siwezi kusimama. Kapatwa na nini mamako? Hata sijui. Mimi nimerudi shule nimemkuta amedondoka. Na baba yako yuko wapi? Sijui pia. Ila nahisi yupo shambani. Hili tatizo hili. Sasa acha kulia.
Hebu nenda kamfuate baba yako haraka sana huko shamba. Itakuwa yuko huko shambani. Acha kulia kabisa. Fanya haraka nenda. Karibuni jamani. Haina haja hata kutukaribisha. Nadhani unajua kipi kilichotuleta. Jamani, basi hata salama. Habari yako? Salama. Aya, hiyo salamu imekuongezea shibe au imekupunguzia matatizo ulikopo nayo? Mama, sisi hatuna muda wa kupoteza. Hatujaja kuchekesha hapa. Sisome njiksi wala 45. Yaani kufupi sisi namba hatuna. Kwenye 01 tupo, kwenye 10 hatupo. Hatueleweki. Tumefuta mzigo, tupe chetu tuondoke. Kukopa tukulipa. Umeenda kinyume na makubaliano yetu. Imepita wiki 2 sasa hatujakwenda kwenye kikoba. Nalijua hilo. Nilikuwa najiandaa ili nije. Nadhani mpaka jioni nitakuwa tayari nimeshaileta hiyo hela. Ikivuka leo, kesho tunakuja kubeba vitu ambavyo venye thamani ya ile ambayo tunakudai. Baba. Kuna nini? Mama amedondoka. Na amepoteza fahamu. Ilikuwaje? Sijui. Nimerudi shule ndo nimemkuta kaanguka. Kaka za hapa. Salama tu. Sijui utokako. Nitokako sio kwema kabisa kaka. Kuna shida gani tena mdogo wangu? Mume wangu anaumwa kaanguka ghafla. Na sisi hatuna hata hela ya akiba ndani. Kwa hiyo nimekuja hapa uniazime 1,500,000 nimpeleke hospitali. Kwanza mdogo wangu niseme pole sana. Mwenyezi Mungu ana kusudi lake. Kwa hiyo mimi nikutoa shaka. Naamini shemeji atakaa sawa. Na kuhusu pesa mimi nitakupatia. Japokuwa ndio ilikuwa akiba yangu iliyobaki huko ndani. Lakini kwa kuwa shemeji yangu yamemfika hayo, basi mimi nani nisitoe pesa. Na kama unavyojua mdogo wangu, mimi kwako sizungumzi chochote kile. Shemeji yangu lazima apone. Sawa kaka, usijali, tutakurudishia mwisho wa mwezi huu. Ningekuwa na pesa nyingine ningekuongeza, lakini hiki ndio nilichokuwa nacho. Na Mungu akijalia nikihangaika naweza nikakuita tena uchukue. Asante kaka. Ugweni pole. Haya kaka, asante. Hilo ni kuache na hospitali. Nashukuru sana kwa msaada wako. Usijali jirani. Ila usiache kumpeleka hospitali. Nitajitahidi nimpeleke. Japokuwa hakuna msaada wowote
maana siku moja nyumbani, siku moja hospitali, na pesa ya kumpeleka India kwa ajili ya matibabu sina. Pole sana. Mwenyezi Mungu atakusaidia kwa hilo. Asante sana. Ngoja mimi niwaache. Nitakuja baadaye kuwaona. Mzunguko wa maisha ni kama upepo baridi, unanigusa alafu unanipita bila huruma. Magonjwa na mapenzi vimenifanya nikafifa. Vikoba Ndio mkombozi wetu. Vikoba Ndio mkombozi wetu. naona leo wamefika wachache, wengine wako wapi? Kama kawaida yao. Na hivi tena ishafika marejesho, watu washakopa, kurudisha tena kwa inakuwa ni mbinde. Changamoto. Hela hii hapa. Bei gani? 150. Na bahati yako. Yaani ilikuwa dakika tu. Ningekuja huko kwako. Kuja kukufilisi. Mbona leo angefurahia show leo? Na nilikuwa nishajiandaa shoga yangu. Maji ungeitamma. Yaani na ngoma ungeicheza. Imetimia hiyo. Mpenzi, imetimia. Labda uhakikishe. Nilikuwa nahitaji tena mkopo maana nina shida na matatizo nyumbani. Hivyo mtindo mtu kurudisha hela na muda tena kutaka kukopa. Hivyo umetokea wapi jamani? Mbona mimi sijaje kuona? Shoga yangu. Mimi nikukate tu maini. Leo hela upate. Kwanza kwa hapo tayari ushajaza fomu nasubiria hela. Kabisa. Si yenyewe tuna shida. Mimi tu nikwambie tu kweli. Kwa hela leo sio kweli kupata. Hela kama ulivyoambiwa, wale wengi hapo washajaza fomu wanataka pesa. Na pesa nyingine nyingi ulikopo nazo wewe mkononi. Kaka, mke wangu anaumwa sana. Naomba uniazime kiasi cha pesa nimpeleke hospitali. Sawa. Ila mimi nakusaidia kwa mara ya mwisho. Nimeshakwambia uje mjini, lakini wewe hautaki. Kumbuka elimu ulionayo na kilimo ni vitu viwili tofauti. Sawa kaka, asante sana. Nitajitahidi nije, afya ya mke wangu ikikaa sawa. Sawa. Nitume kwenye namba hii. Ndiyo kaka. Sawa. Nitazishughulikia. Siku mwanangu, inatosha. Nisikilize sana kwa makini. Nakupenda mwanangu. Nakupenda pia mama yangu. Nyamaza, usilie. Naumia mwanangu. Naumia sana. Acha nilie nitoke. Mwanangu, nakuacha kwenye wakati mgumu sana. Ila pambana kuwa malkia wa nguvu ajaye. Usikate tamaa na kujiona uko peke yako. Hapana, baba yako yupo kwenye hii dunia
kuna mambo mengi sana bandia, ila silaha kubwa ni nidhamu, juhudi na uvumilivu. Tenda wema kisha nenda zako. Ukiwazi wa siku 49, ukifika siku ya 50 ukanywa sumu, utakufa tu. Ndio binadamu alivyo. Utafanya wema kila siku, ila siku ukifanya baya moja tu atakuhukumu sana. Nimekuelewa mama. Basi pumzika. Nitie babako. Baba. Mama anakuita. Vipi, upo sawa lakini? Nilizaliwa gizani bila mwanga wa asubuhi. Maisha yangu safari yenye vikwazo na huzuni. Magonjwa yakagonga mlango. Afadhali tumekuona dalali wa kimataifa. Maana tumekupigia simu wewe lakini ukushika. Haya, ulijidalalia piskali au mshangazi? Maana wewe upoi wewe. Hapana, simu niliona. Ila nilipotaka tu kupokea simu kazima chaji. Nipeni michongo. Vipi uko kimenuka? Utakuja kukosa mambo mazuri wewe. Kubwa la madui. Hebu mpe. Hapana, bado. Ila Mungu akijali ya wiki ijayo kuna mtu anaenda kumfilisi. Kwa hiyo kuwa makini na simu yako, uweke chaji. Sasa tunakutafuta tena mara tena kupatikana. Nisikize kwa makini. Safari hii naomba usifanye uzembe. Make sure simu yako inakuwa na chaji 100%. Mzigo wa moto. Hivi ni vitu vya ndani. Kuna TV pamoja na vyombo. Hilo siwaze, hilo limeisha. Yaani hilo niachieni mimi. Si mnanielewa tena? Sinaga mbambamba, wateja yani wapo kibao. Basi sawa, dalali wa kimataifa. Nancy, kazi yako ipo tayari. Ipo pale mezani kwangu. Hivyo mimi natoka mara moja. Sawa bosi. Uwe na kazi njema.
Mke wangu, nilikuwa ninafanya mipango ya pesa ili nikupeleke hospitali. Hapana, usihangaike mume wangu. Mimi nimeshayazoea. Sasa sioni maana ya kwenda hospitali, kwa sababu muda si mrefu nawaacha. Hapana, usiseme hivyo. Kwa nini useme hivyo mke wangu? Hapana, kama unatoa machozi, mbona watafanya nini sasa? Acha ujinga. Alichokipanga Mungu huwezi kukipangua. Najua ninangojea jukumu zito sana, ila na imani wewe ni baba bora. Wewe ni baba bora sana. Nataka uniahidi kuwa utamlinda binti yetu, kumjali na kumthamini, ili wangu uwe na amani. Ndio. Na kuahidi nitafanya hivyo. Nitafanya hivyo mke wangu. Mke wangu. Mke wangu. Mke wangu. Mama Siku. Mama Siku. Mama Siku. Mama Siku. Mama Siku. Kwa nini sasa? Mama Siku wajame. Nilizaliwa gizani bila mwanga wa asubuhi. Maisha yangu safari yenye vikwazo na huzuni. Magonjwa yakagonga usiku. Usiku. Nikashindwa kujizuia. Nikiota mapenzi yatakuja kunipa nguvu mpya. Mzunguko wa maisha ni kama upepo baridi. Unanigusa alafu unanipita bila huruma. Magonjwa na mapenzi vimenifanya. Boss. Jukumu lako nimeshalimaliza. Oh. Okay. Nao natoka. Nikirudi nitakuja kuzipitia. Sawa boss. Alafu nilikuwa naomba uwe makini na ofisi. Halina shaka hilo. Nitalifanyia kazi.